Jahazi TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Tunaendelea na darsa yetu ya mirathi katika Uislamu, na hapa tulikuwa tunataja wale ambao wanastahiki kurithi sudus, 1/6. Tukamtaja miongoni mwa watu ambao wanastahiki kurithi sudus ni baba mzazi. Endapo mtu akafa akaacha baba mzazi pamoja na mtoto au mjukuu, awe wa kike mjukuu huyo au wa kiume. Na mtu wa pili tulimtaja kuwa anachukua sudus na tukamchambua vizuri, aljaddu sahih, ni babu sahihi, yani baba wa baba. Na mtu wa tatu alikuwa ni al-ummu, mama, na mama anachukua sudus kwa sharti ambazo tulizitaja, kama vile ambavyo tulitaja masharti ya babu pia. Na mtu wa nne ambaye anachukua sudus ni bintu al-ibni, mtoto wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kiume, kwa maana mjukuu wako wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kiume. Naye tukamtajia sharti zake, na pia mulahadha ililetwa mzuri tu katika kumzungumzia huyu. Anasema Imam Muhammad Ali rahimahullah, khamisan, mtu wa tano anaistahiki kuchukua sudus, 1/6, al-ukhtu li abi, dada wa baba mmoja na marehemu. Al-ukhtu li abi, dada wa baba mmoja na marehemu. Wahidatan fa akthara, anasema akiwa mmoja na zaidi. Wahidatun fa akthara, akiwa mmoja yuko peke yake na zaidi. Taakhudhu sudus, huyu dada yeye anachukua sudus, yani 1/6, idha kana lilmayit ukhtu shaqiqa, ikiwa maiti ana dada wa baba mmoja mama mmoja. Wahida, awe ni mmoja dada wenyewe. Wa hiya tushbihu fil hukmi bintul ibni ma'al bint, naye anafanana katika hukumu na mjukuu wa kike anayetokana na mtoto wa kiume akiwa pamoja na mtoto wa kike. Kwa maana ili dada huyu wa baba mmoja aweze kurithi sudus, arithi 1/6, ni pale ambapo mtu atakufa akamuacha dada wa baba mmoja mama mmoja na dada wa baba mmoja, anaye dada yake ambaye wametoka baba mmoja mama mmoja. Huyu ni sharti awe mmoja, maana yake wakiwa wawili na zaidi itabidi huyu dada wa baba mmoja adhurike na asipate. Kwa ili aweze kurithi huyu dada wa baba mmoja, huyu dada wa baba mmoja mama mmoja awe yuko peke yake. Lakini pia hawa sasa wadada wa baba mmoja watakuja kuchukua sudus akiwa yuko peke yake au akiwa na wenzake. Akasema yeye katika hukumu anafanana na mjukuu wa kike aliyezaliwa na mtoto wa kiume, pindi endapo mjukuu huyu akawa anarithi pamoja na shangazi yake ambaye ni mtoto wa marehemu. Kafa mtu kamuacha mtoto mmoja wa kike, akaacha na mjukuu mmoja wa kike aliyezaliwa na mwanawe wa kiume. Mtoto huyu wa kiume alikufa kabla babaye hajafa. Kwa maana endapo akafa huyu babu, mtoto wake wa kike atachukua nusu, kama tulivyowahi kupita, nusu ya mali iliyoachwa na baba yake, na huyu mjukuu aliyezaliwa na mwanawe wa kiume yeye atastahiki kuchukua sudus takmilatan lithuluthaini, kwa ajili ya kukamilisha theluthi mbili. Nao pia ni vile vile, haijalishi wako wangapi. Sharti
huyu shangazi yake ambaye ni yule mtoto wa marehemu awe yuko peke yake. Fa idha taraka almayitu, atakapoacha marehemu, ukhtan shaqiqa, dada wa baba mmoja mama mmoja, wa ukhtan li abi, na dada wa baba mmoja, fa akthara, na zaidi, huyu akiwa mmoja na zaidi. Fa innal ukhta li abi, hakika dada wa baba mmoja, au al-ikhwatu li abi, au hawa dada wa baba mmoja, lahunna sudus, wao watachukua sudus, takmilatan lithuluthaini, kwa kuja kukamilisha theluthi mbili, ambalo tulisema theluthi mbili ndio fungu la wanawake katika mirathi na si zaidi ya hapo. Liannahu, kwa sababu, haqqul akhawati, kwa sababu fungu hilo haqqul akhawati ndiyo haki ya wadada, yani hiyo thuluthaini ndiyo haki ya wadada. Falamma akhadhat shaqiqa nisfa, alipochukua huyu dada wa baba mmoja mama mmoja nusu ya mali, biquwwati alqaraba, kwa ile nguvu ya ukaribu na marehemu aliyokuwa nayo, lam yabqa, haikubakia katika fungu la wanawake, illa sudusa, illa sudusu, isipokuwa sudusi ya mali, isipokuwa sudus. Fatakhudhuhu, atachukua sudusi hii, al-ukhtu, dada wa baba mmoja, awil akhawati, au hawa dada wa baba mmoja, awil akhawati min al-abi, au hawa dada wa baba mmoja, kwa maana dada huyu akiwa yuko peke yake au wako wengi, wao watachukua hiyo hiyo sudus, baada ya dada wa baba mmoja mama mmoja kuchukua ile nusu. Wana masharti yao, ili huyu dada kurithi sudus ana masharti yake, ingawaje imamu hakuyataja, basi na sisi tutayaacha kama yalivyo. Sadisan, mtu wa sita, al-akhun au al-ukhtu, ni kaka au dada, li ummi, wa mama mmoja. Al-akhun ni kaka, au al-ukht, au dada, li ummi, wa mama mmoja, kwa maana dada wa mama mmoja na marehemu, umekufa ukamuacha dada yako wa mama mmoja na wewe, huyu dada wa mama mmoja ndiye tunayemzungumzia. Anasema shekhe, yaakhudhu alwahidu minhuma as-sudus, atachukua mmoja katika hawa wawili, kati ya kaka na dada, atachukua mmoja wapo as-sudus, sudusi ya mali iliyoachwa na kaka yake, idha mfarada, pindi atakapokuwa yuko peke yake. Sharti ili aweze kurithi hii sudus awe yuko peke yake. Kama ni dada awe peke yake, kama ni kaka awe peke yake, asije akawa na mwenzake. Liqaulihi ta'ala, kwa maneno yake Allah alivyosema, wa in kana rajulun yurathu kalalatan, na endapo ikawa mtu anarithiwa hali ya kuwa ni kalala, au imraatun, au mwanamke, maana yake na yeye turathu kalalatan, anarithiwa akiwa ni kalala, walahu akhun au ukhtu, na akawa ana dada, ana kaka au dada. Huyu aliyekufa huyu ni kalala, na tulisema kalala ni mtu ambaye atakufa akawa hajaacha baba wala babu na akawa hajaacha mtoto. Maana yake hajaacha mzazi wa kiume wala hajaacha mtoto. Sawa sawa, mtoto akiwa wa kike wa kiume shati awe hana mtoto wa aina yoyote wala hana mjukuu wa aina yoyote. Huyu ndio anaitwa nini? Kalala. Kwa mtu atakapokufa akawa yeye ni kalala, hana mzazi wa kiume wala hana watoto, anasema akawa anaye kaka na akawa ana dada au ana dada, falikulli wahidin minhuma, ana kila mmoja kati ya wawili hawa, nani, kaka au dada, sudus, sudus ya mali iliyoachwa na huyu marehemu kaka yao. Wayushtaratu fi irthihim, na kuna masharti katika kuwarithisha wao. Sharti yenyewe ni ipi? Adamu wujudi al-asli, ni kuto kuwepo mzazi wa kiume
walfar'i, na mtoto wa kiume au wa kike, kwa maana mtu afe asije akaacha mzazi wala mtoto. Al-aslu, hii asli aliyoitaja Imamu Adh-Dhukur anasema ni wa kiume tu, kwa maana akafa mtu akaacha mzazi lakini mzazi wake wa kike, huyu hadhuru. Kwa maana akafa akamwacha mama au akafa akamwacha bibi, huyu hawezi kumdhuru huyu dada. Ili aweze kudhurika huyu dada na asipate kitu, ni lazima kuwepo na mzazi wa kiume, baba au babu. Hapo atakuwa yeye harithi chochote. Walfaru, na faru maana yake mtoto. Adh-dhukur ni wa kiume, wal inath na wa kike, wote wanamzuru huyu. Kwa maana ukafa ukaacha mtoto akiwa wa kike au wa kiume, dada wa mama mmoja hawezi akarithi. Sadisan, sabian, mtu wa saba, aljaddatu sahiha, bibi sahihi. Aljaddatu sahiha, bibi sahihi. Bibi sahihi anasema taakhudhu sudus, yeye anachukua sudus inda faqdi al-ummi, wakati wa kukosekana mama. Mama ikiwa hayupo, anairithi ni bibi. Ikiwa mama yupo, bibi hawezi kurithi maadamu mama yupo. Kwa hiyo yeye bibi, ili aweze kupata mirathi ya mjukuu wake, ni sharti mjukuu huyu afe, asimuache mama. Anasema sawaun kanat wahidatan, sawa sawa akiwa huyu mama, huyu bibi yuko peke yake, au akthara, au wako wengi. Bibi anaweza akawa mmoja na wakawa zaidi ya mmoja. Sawa bibi akiwa mmoja au akiwa zaidi ya mmoja. Ka ummil ummi, kama vile mama wa mama, wa ummil abi, na mama wa baba, wote ni mabibi. Mama wa mama yako ni bibi yako, na mama wa baba yako pia ni bibi yako. Kwa maana hawa watarithi mali ya mjukuu wao kwa kuchukua fungu la sudus, kwa sharti mama asiwepo, mama wa huyu marehemu. Akiwepo mama wa marehemu, basi hawa mabibi hawana cha kwao. Wa hakadha, na hivi yuksamu sudus, itagawanywa sudus bainahunna, baina ya mabibi hao, bisawiya, kwa sawa sawa. Hii sudus itakaorithiwa na hawa mabibi, bibi upande wa manake mama wa baba yako na mama wa mama yako, hii sudus wataichukua na watawenda kugawanya sawa kwa sawa. Waqad thabata i'ta as-sudus, na imethibiti kupewa sudusi huyu liljadda, huyu bibi, bisunnati almutahhara, kwa sunna iliyotoharika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo iliyokuja kututhibitishia ya kwamba yeye bibi huyu atarithi sudus, 1/6. Wa biijma'i sahaba, tunarudi kule kule, na kwa makubaliano ya masahaba. Masahaba wakakubaliana kwamba bibi atachukua sudus. Wakafa bidhalika hujja, na yatosha kwa hilo kuwa ni hoja. Ijmaa maulana haivunjwi. Arawa ashabu sunan, wamepokea ashabu sunan, yani wale watu wa sunan, akiwemo Abu Daud, akiwemo Imamu Tirmidhi, akiwepo Imamu Ibn Majah na wengineo, ashabu sunan ala kulli hali. Wao wamepokea kauli anna aljadda, ya kwamba bibi jaat ila Abi Bakri, alikuja kwa Abu Bakri. Yani kuna bibi mmoja alikuja kwa Abu Bakri radhiyallahu anhu, tasaluhu mirathahu, akimuomba mirathi yake. Abu Bakr, jitu ilaika as'aluka mirathi, as'aluka haki. Abu Bakr, mimi nimekuja kwako na kuomba mirathi yangu, haki yangu, min hafidi, ambayo haki hiyo nitaipata kupitia kwa mjukuu wangu, alladhi mata, ambaye amekufa. Fa'tini ya Abu Bakr, Abu Bakr, nipe
kitu ambacho mimi nakuomba ambacho ni haki yangu. Faqala laha, akasema Abu Bakr kumwambia huyu bibi, ma laki fi kitabillahi shay, huna wewe katika kitabu cha Allah chochote. Mimi sijakuona katika kitabu cha Allah kuwa umetajwa unachukua chochote katika mirathi iliyoachwa na mjukuu wako. Abu Bakar anamrejeza huyu bibi. Alimwambia nini? Farji'i, ebu rudi, hatta as'ala an-nasa, mpaka nitakapouliza nani? Watu. Mimi sijaona katika kitabu cha Allah kama wewe una mirathi. Lakini hakumrejeza moja kwa moja, akamwambia rudi mpaka nitakapofanya nini? Nitakapowauliza. Na Abu Bakar ndiye nani? Amirul Mu'minin. Anaulizwa maneno haya akiwa katika ukhalifa wake. Wa huwa laysa faqiru aidan bil ilmi, sio fukara katika upande wa ilmu. Abu Bakar kana aliman, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, tena mwanachuoni ambaye la mathila, hana mfano. Liqurbihi bi rasulillah, kwa ule ukaribu wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mulazamatihi la, na kule kulazimiana na Mtume kila alipoakenda. Wamehama pamoja, wamekuja kukaa Madina, nakaa pamoja, sijui anaenda huku. Kwa hiyo alikuwa ana ilmu ma yakfihi, ya kiasi ambacho yeye kinamtosha. Lakini pamoja na hayo hajamuona bibi, hajamuonea bibi nini? Mirathi yake. Akamwambia farji, rudi. Wangekuwa ni wewe, je, umekuja kuulizwa? Na wewe ndo mwalimu wa mboriborini, na tena mwanafunzi kaja anakuuliza mbele ya wanafunzi wako mwalimu, eti ikiwa mtu kafanya hivi na hivi na hivi, hausomeshi mirathi. Hata kama usomesha tafsiri, wasomesha sira, hapa inakuwaje? Utakubali kusema subiri? La. Yani roho za kibinadamu zilivyo, anaona kwamba mimi nikimwambia huyu subiri, nitadharaulika mbele ya nini? Ya watu. Nikimwambia huyu mimi hili silijui, au watu wote, na kweli unadharaulika. Kumbe ina maana kuna mambo mengine mwalimu hayajui, unashuka nini? Thamani mbele ya nani? Ya wale wanafunzi. Ziko njia za kuweza kupita bila ya kumjibu, ili wewe usishuke thamani mbele ya wanafunzi, au sio? Zipo namna. Yani mwanafunzi Sheikh Yunus anajua hilo, ya kwamba mwanafunzi Sheikh Yunus anasomesha katika ubao, mwanafunzi akauliza swali, Mwalimu Yunus hivi na hivi na hivi na hivi. Mwalimu Yunus kichwa kikamgonga, ili swali akilini mwangu halimo. Haraka Mwalimu Yunus anatakiwa alirejeze kwa wanafunzi. Wanafunzi, nyinyi swali likija kama hivi mnajibuje? Wanafunzi sasa tuulizana wao kwa wao, wengine watanyanyua mikono, wengine wataacha. Haya, sasa ikiwa mnaliona hili swali kwenu nyinyi ni gumu, hili swali nalifanya kuwa ni homework, kila mmoja aende nyumbani kwao, kesho aniletee majibu, wakati yeye ndo anachukua fursa ya kwenda kutafuta majibu. Kwa hiyo mbele ya wanafunzi anakuwa hajafanya nini? Hajafedheheka, anakuwa hajaadhirika, na wala wanafunzi hawawezi kugundua kwamba Mwalimu Yunus hili swali halijui, bali atajua tukatupa ili kwenda kunani kuchukua challenge. Na maswali kama haya yanakuja mara nyingi. Wanafunzi unasikia, mwalimu, nimeambiwa eti huko uniambie, kwani Mtume alivyohama Madina, sijui alivyohama Maka, sijui alivyokwenda vipi, alikuwa ana miaka mingapi? Unaona? Mtu anakuletea swali, anakwambia Nabii Luti alivyoangamizwa, watu wake walivyoangamizwa, yeye alikuwa na miaka mingapi? Alikuwa anakaa mji gani? Kisha unitajie, sema mwalimu, unitajie kwamba watu waliokuwa pamoja naye waliookoka walikuwa wangapi? Anakutia kazi juu ya kazi. Yapo maswali kama hayo yanakuja. Adam alayhi salam alimuoa mama Hawa. Ni nani aliyemuozesha mama Hawa Adam? Ndio.
na mahari ya Adam kwa mama Hawa, nani alipokea mahari hayo, na mahari hayo yalikuwa nini? Kitanda na godoro? Au haya mahari yalikuwa ni nini? Tumeelewana? Haya maswali yanakuja, lakini mahari na msimamizi wa ndoa hii iliyofanyika na Adam na Hawa, nani? Yote yanakuja. Adam wakati anashuka kushushwa kutoka katika pepo, na Hawa walifikia wapi? Walionanaje? Yanakuja maswali haya. Kwa yawezekana mwalimu swali lile kaliona, lakini limemtachi, anamwambia mwanafunzi nenda katafute. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi huyu akaenda kutafuta kwa mwalimu huyu, na yule akaenda kutafuta kwa mwalimu yule, na yule kwa mwalimu yule, na yeye mwalimu akiingia chakani kwenda kutafuta, wanakuja kupata kitu kilichokuwa ni cha upamoja, wanapata jibu sahihi. Hivi ndivyo wanavyotakiwa mwalimu, lakini si kila kitu kwamba walimu wanajua. Kuna mambo mengine walimu hatuyajui, na tunaulizwa tunayakwepa kiujanja, na mengine ndio hilo halipo katika somo. Bwana, mbona unatutoa kwenye somo? Ndio lakini ni haki yani ukiulizwa swali kama halipo katika somo unalicancel, naambia unatutoa kwenye mada. Tumeelewana? Sasa Abu Bakar anamwambia huyu mama, farji'i, rudi hata as'ala an-nasa, mpaka niende nikawaulize watu, au ili, maana yake wakati mwingine hata inatafsiriwa ili niweze kuwauliza watu. Fasa'ala an-nas, Abu Bakr hakufanya mambo tunayoyafanya sisi leo, mambo ya kibri. Akenda akauliza, kuwauliza watu. Faqala al-Mughira ibn Shu'ba, akasema Mughira ibn Shu'ba, hadartu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilihudhuria kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'ataha sudus, akampa bibi sudus, 1/6. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa bibi 1/6. Faanfadhahu laha Abu Bakr, akalipitisha jambo hili kwa bibi huyu Abu Bakr. Kwa Abu Bakr akahukumu kwa ile hukumu ambayo ameitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoitaja nani? Mughira ibn Shu'ba. Hadithi ni ndefu, wallahu aalam. Naam, imefahamika. Leo tuna mada mpya. Mada hii inakwenda kwa jina al-asabat wa anwa'uha. Asaba pamoja na aina zake. Tunakuja kuzungumzia asaba, na hii asaba lahu anwa', ina aina mbalimbali. Hizi aina za asaba ni wajibu kwetu sisi pia kuzifafanua. Kwanza tuijue asaba yenyewe nini, halafu baada ya kuitambua asaba tutambue aina zake ni ngapi na ni zipi. Akasema Imam, taarifu al-asaba, taarifu ya asaba. Al-asabatu fi lugha, asaba kilugha, qarabatu rajuli li abihi, ni wale ndugu wa karibu wa mtu wanaotoka upande wa baba yake. Hawa ndio wanaitwa asaba. Ndugu zako wote ambao wanatoka upande wa kuumeni ndio asaba. Summu bil asaba, wao wameitwa asaba liannahum asabu bihi, kwa sababu wamemzunguka huyu mtu. Wewe umezungukwa na ndugu yako, umezungukwa na kaka yako, umezungukwa sijui na ammi yako, umezungukwa na mtoto wa ammi yako, umezungukwa na mtoto wa kaka yako. Hawa waliokuzunguka, na anasema summu, wameitwa bil asaba, asaba liannahum asabu bihi, kwa sababu wao wamemzunguka huyu mtu. Ay ahatu bihi, kwa maana wamemzunguka.
Wa aslul kalima, na asili ya neno hili asaba, tukilichukua katika uasili wake limepatikana wapi? Imamu anatufafanulia kwamba neno hili lilikopatikana, maakhudhun min qawlihim, limechukuliwa kutoka katika neno lake, asaba alqaumu birrajuli idha ijtamau wa ahatu bihi, wamemzunguka watu mtu. Asaba alqaumu, wamemzunguka watu, arrajula au birrajuli, mtu, idha ijtamau, pindi watakapokusanyika watu hawa, wa ahatu bihi, na wakamzunguka. Hapa ndio wanaambiwaje? Asaba au asabu, wamemzunguka. Tena wamefanya hivi, anasema min ajli alhimaya, kwa ajili ya kumlinda, wadifaa, na kumtetea. Kwa hiyo wao hawa wanakuja kumzunguka huyu bwana kwa ajili ya himaya, kumlinda na mabaya, kumlinda na yale ambayo yatamuudhi yeye, kisha wadifaa, kumtetea na kila ambacho kitampelekea yeye madhara. Wayuqalu liljamaa, na husemwa kuitwa kundi al-aqwiya, la watu wenye nguvu, usbatun, inaitwa usba. Kundi la watu waliokuwa na nguvu lenyewe linaitwa usba. Aiswaba ni jamu na usba ni ismu jamu. Qala ta'ala, sema Allah, qalu lan la in akalahu dhi'bu, walisema ndugu yake Yusuf kumwambia nani? Yaqub baba yao, la in akalahu dhi'bu, endapo akaliwa Yusuf na mbwa mwitu. Manake waliambiwa msimchukue mabondeni kwa sababu na hofia hivi na hivi na hivi, lakini kikubwa kilichokuwa kinachelewa ni hawa wadudu. Sasa watoto wanajitetea kwa baba yao, wanasema la in akalahu dhi'bu, endapo Yusuf akaliwa na mbwa mwitu, wa nahnu usbatun, hali ya kuwa sisi ni kundi la wanaume wenye nguvu. Kwa hiyo usba ni kundi la wanaume waliokuwa na nguvu, so madhaifu kama sisi, ndio mtoto ana miaka 25 ana kitambi. Tena Muislamu anafanyaje kitambi kwanza? Hata awe na miaka 100, Muislamu hataki kufanya kitambi. Tumeelewana? Kwa hiyo anasema wa nahnu usbatun, hali ya kuwa sisi ni kundi la vijana wenye nguvu, inna idhan la khasirun, hakika sisi kwa hivyo itakuwa ni watu wenye kupata hasara. Kwa maana ikiwa yeye imefikia hivyo, yani watu sote sisi tumwache Yusuf ashambuliwe na mbwa mwitu, la, tutakuwa minal khasirin, ni miongoni mwa watu waliopata hasara, kwa maana hatuna faida sisi. Watasamma alqaraba, watusamma alqarabatu asabat, na huitwa hawa ndugu wa karibu kuwa ni asaba, liannahum yuhituna bilqarib, kwa sababu wao wanamzunguka huyu ndugu yao wa karibu, inda alkhatbu, wakati wa jambo. Tusamma alqarabatu asabat, hawa ndugu wa karibu huitwa asaba. Kwa nini? Liannahum yuhituna bilqarib, kwa sababu wao humzonga ndugu yao wa karibu, inda alkhatbu, wakati wa jambo. Linapotokea jambo, wao wote wanakusanyika, namna gani tunaweza tukamtetea na kumtatulia ndugu yetu hili jambo. Lakini aswaba hao sio sisi likikupata ni wewe na Mungu wako huko, utajua wewe mwenyewe. Lakini hatutakiwi kuwa hivyo Waislamu. Anasema lihimayatihi, kwa ajili ya kumlinda, wa daf'il udwan anhu, na kumtetea na udhulma. Udwani hapo tunaitafsiri dhulma,
wa daf'il udwan, na kumtetea na dhulma, anhu, ndugu yao huyo, wastilaha. Hiyo yote ilikuwa ni maana ya asaba kilugha. Utambue kwamba asaba kilugha ina maana hii, na wakati mwingine ina maana hile, na wakati nyingine ina maana hii. Anasema wastilaha, na kimsamiati wa kifiqhi au wa kimirathi, huwa kullu warithin, asaba ni kila mrithi, laisa lahu sahmun muqaddar, ambaye hana yeye fungu lililokadiriwa, sarihun fil kitabi, lililotajwa wazi katika kitabu cha Allah, wa sunna, na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana asaba ni mtu ambaye anamrithi marehemu, lakini mirathi yake haina fungu maalumu ambalo limetajwa katika kitabu cha Allah wala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anamrithi tu basi. Akasema wadhalika mithlu libnu, nayo ni mfano wa nani? Wa mtoto wa kiume. Mtu akafa akamwacha mtoto wake wa kiume. Mtoto wa kiume mirathi yake haijatajwa katika nini? Qur'ani. Yani fungu lake halijatajwa katika nini? Qur'ani. Mtoto wa kike tu ndio katajwa, in kana wahidatan falaha nisfu, ikiwa atakuwa ni mmoja nusu, wakiwa wako zaidi theluthi mbili, hivi kila stage ana. Kwa hiyo wale waliotajiwa mafungu wale hawawezi kuwa aswaba. Aswaba ni wale ambao hawajatajiwa mafungu maalum katika kitabu wala katika sunna. Asema wabnul ibni, na mjukuu, maana yake mtoto wa mtoto wa kiume, mjukuu wako wa kiume aliyezaliwa na mwanao wa kiume, huyu pia hajatajwa fungu lake. Wal akhu shaqiq, na kaka wa baba mmoja mama mmoja na weye marehemu. Wal akhu li abi, na kaka wa baba mmoja. Wal ammu shaqiq, na baba mdogo ambaye ni baba mmoja mama mmoja na baba yako. Ukafa ukamwacha baba yako mdogo, ambaye yeye baba mdogo huyu alikuwa ni baba mmoja mama mmoja na baba yako, huyu ndio anaitwa am ash-shaqiq. Wa qarabatu haula, na ukaribu wa wote hawa, wa amthaluhum, na mfano wake, qawiya, ni wenye nguvu. Yani ukaribu wa hawa watu na huyu mlengwa ni ukaribu ambao una nguvu kubwa. Liannahum yudluna biwasitati al-abi, kwa sababu wao yudluna, wanamsogelea marehemu, biwasitati al-abi, kwa kupitia baba. Ami, ili kumfikia marehemu lazima apite kwanza yule kwa ndugu yake ndio afikie marehemu. Lakini pia kaka, ili akufikie wewe lazima kwanza apitie kwa baba yake ndio aje kwako. Babu ni hivyo, lazima apite kwa baba yako ndio aje kwako. Yudluna almayita au almuwarrith, wanamsogelea yule marehemu, biwasitati al-abi, kwa kupitia baba, duna al-ummi, kinyume na mama. Lianna al-idla biha, kwa sababu kujisogeza kwa marehemu kupitia mama, yudhaifu al-qaraba, kuna udhoofisha ule ukaribu. Yani kama wewe utakuwa unamsogelea marehemu kwa kupitia upande wa mama, unakuwa ni dhaifu, kuna udhoofisha ule ukaribu. Kal akhi min al-ummi, kama vile kaka wa mama mmoja. Lakini ukiangalia mazingira leo, kama una kaka yako wa mama mmoja na kaka yako wa baba mmoja, yule kaka wa mama mmoja ndio unampenda zaidi, ndio? Lakini la, sheria haitakiwi hivyo. Unatakiwa umpende kaka yako wa mama mmoja, wa baba mmoja, ndiye, kwa sababu yule ndiye kila kitu kwako. Kaka wa mama mmoja, ule ukaribu wako na yeye ni dhaifu. Faqad adla, huyu amemsogelea marehemu, huyu kaka wa mama mmoja amemsogelea marehemu, birahimi untha, kwa kupitia tumbo la mwanamke. Wa fil ghalib, na aghlabu sana, yakunu al-aqarib, wanakuwa hawa huwa ndugu wa karibu.
alladhina yudluna biwasitati al-ummi, ambao wao wanamsogelea marehemu kupitia upande wa mama, min qabilatin ukhra, wanakuwa ni kabila jengine. Ndugu yako wa mama mmoja, pengine mama yako kaolewa na Makonde huko, baada ya kukuzaa wewe na mtu wa Makunduchi, ndio kakuzaa wewe, baba yako pengine kafariki, au baba yako kamuacha, kwa bahati nzuri akatokea Makonde, mama akapenda akaolewa huko, utakuwa na ndugu zako upande wa nini, wa mama. Hawa ndugu zako upande wa mama wanakuwa kabila lako, si kabila lako, sio kabila lako. Nakwambia hawa wanakuwa yudluna biwasitati al-ummi, wanamsogelea upande wa mama. Hawa min qabilatin ukhra, wanatokea kabila nyingine, si kabila lako. Waqad arafa al-fardiyuna al-asaba, na wameiletea taarifu hawa watu wa mirathi hii asaba, bitaarifi istilahi mujiz, kwa taarifu ambayo ni ya kiistilah. Istilaha ni msamiati, mashekhe, msamiati wowote, kwa maana watu wa fiqhi wana misamiati yao wanayoitumia katika fiqhi, na watu wa balagha wana misamiati yao wanayoitumia katika balagha, na watu wa hadithi wana misamiati yao wanayoitumia katika hadithi, na watu wa nini wale sira. Hivyo yani kama tulivyochukua neno sunna au tulivyolichukua neno khabar. Sunna ukija ukilikuta katika fiqhi nini sasa? Ma yuqabilu al-fardhi, ni kitu ambacho kinakabiliana na nini? Fardhi, kwa maana ma yuthabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu. Sunna ni kitu ambacho anapata thawabu atakayekitenda, lakini atakayekiacha basi hana makosa. Hii ndiyo neno nini? Sunna katika nini? Kwa watu wa fiqhi. Lakini sunna hii ukiipeleka kwa watu wa hadithi, sunna nini? Ma sadara ani nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn, ndio, au taqririn au sifatun khuluqiyya au khalqiyya. Sunna kule kwa watu wa hadithi ni kitu ambacho kimetoka kwa mtume, jambo ambalo limetoka kwa mtume, min qawlin, ikiwa ni maneno akasema tu mtume kwamba innamal a'malu binniyati. Haya maneno innamal a'malu binniyati ndio sunna, sawa? Ndio kitabu na sunna, tunakusudia kitabu na hii innamal a'malu hadithi, tuelewane. Na pengine ikaja pengine hadithi famasaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam binasiyatihi wa ala al-imama, alipangusa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anatia udhu nywele zake za utosini na juu ya nini? Kilemba. Ni fi'lu, ni kitendo kile. Kwa kule tuna kauli, huku tuna nini? Tuna kitendo. Lakini pia takriri, ukila ala maidati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam adhab, yule kenge aliliwa katika meza ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kenge si tunamjua? Kenge aliliwa katika meza ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa ahwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadahu liyakula, mtume akapeleka mkono ili na yeye achukue yule mnyama aweze kula. Kuna mwanamke mmoja akasema, akhbirna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima yuridu an yakula, nyie mwambieni mtume hicho anachotaka kula nini, msimuache tu akala. Wakamwambia mdudu huyo. Farafa yadahu, mtume akarejesha mkono ghafla. Kumbe tumeelewana. Khalid ibn al-Walid anasemaje? Ni haramu huyu, ewe mtume wa Allah, mbona arudisha mkono? Unataka kutufanya nyama isha mbona ni haramu? Akamwambia la, lakini tu sisi katika ardhi yetu hayupo, naona
Kuna vitu ambavyo kama kwenu havipo, kwa mara ya kwanza kula ni kitu ambacho ni kigumu kwa yeye, kwa sababu katika ardhi yao hakipo. Anasema Khalid ibn al-Walid, fajtarartuha, nikanyofoa, manake akanyofoa, akala mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala Mtume hakumwambia usile, kwa maana Mtume aliliwa huyu mdudu mbele yake na wala hakukataza na wala hakuhimiza. Kwa hii ni takarir kwamba amelikubali lile tendo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akalikubali tendo ambalo ni baya, inakuwa ni hadithi, yaani ni sunna. Nayo sifa khuluqiyya, kuna sifa ile ya nini, ya kitabia. Sifa ya Mtume, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mkarimu wa watu, yani ukarimu ni sifa ya kitabia. Kwa tabia yake ilikuwa nini? Ni mkarimu. Lakini khuluqiyya, sifa zake za kimaumbile, kuna mtu mmoja anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam eti alikuwa na nywele kama za watu wa Zanzibar, zimesokotana hivi eti. Yani wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaambiwa nywele zake zilikuwa zinapuruzika mpaka mabegani, yani zimeanguka huko. Wewe nywele ya mtu wa Zanzibar itafika mabegani lini? Kwa Mtume nywele zake zilikuwa zinafika mpaka mabegani. Kwa hiyo ile ni sifa yake ya nini? Hivyo basi, na kuna watu anasema kwamba kunyoa kipara ni sunna. Kunyoa kipara ni sunna. Wakati Mtume nywele zake zilikuwa zinaburuzika mabegani, alinyoa saa ngapi? Kunyoa kipara ndiyo, lakini ukienda hija shekhe, sio muda wote. Kwa ala kulli hali, hiyo ndiyo sunna kwa watu wa hadithi. Kwa utaikuta sunna kwa watu wa hadithi ni kitu chengine, na sunna kwa watu wa fiqh ni kitu chengine, kwa maana huu ni mustalah. Hawa wanatumia vyao na hawa wanatumia vyao. Khabari ni vile vile. Khabar ukija kwa watu wa nahau ina maana yake, tunajua kuna mubtada na khabar ina maana yake. Ukienda khabar kwa watu wa balagha ina maana yake, maana yake kuna insha na khabar. Ukija khabar kwa watu wa nini, watu wa hadithi wenyewe, awa watu wa mustalah hadithi, khabar nayo ina maana yake. Tumeelewana? Kwa hiyo hivyo, kwa utakuta neno moja ukija ukiliona kwenye fani hili tafsiri wanavyolitafsiri watu wa fani hii, na hilo ukiliona kwenye fani nyingine litafsiri kwa mujibu wa fani nyingine. Usije ukajichanganya, ukaja ukaliona neno katika Qur'ani, wala tajida li sunnati llahi tabdila, kwamba hutakuta kwa raka mbili za Allah, maana sunnatullah rakaateni kablia na rakaateni baadia. La, usijichanganye. Sunna ndani ya Qur'ani litatafsiriwa kwa maana nyingine, sio ile ya kifikhi, na maana nyingine sio ile ya kinini, ya kihadithi. Kwa katika Qur'ani pia nalo lina nini, lina maana yake. Hivi ndivyo ambavyo mustalahat inatumika. Kwa hiyo wao wakalitumia mustalaha huu mujiz, asema tena kwa ufupi, au mujaz uliofupishwa, wa huwa nayo al-asaba kullu man ya'khudhu kulla al-mali 'inda al-infiradi, ni kila mtu ambaye anachukua mali yote atakapokuwa peke yake. Kwa mfano mtu kafa akamwacha mtoto wa kiume peke yake, akamwacha mtoto wa kiume mmoja tu, huyu mtoto wa kiume atachukua mali yote? Au mfano mtu kafa akamwacha kaka yake wa baba mmoja mama mmoja peke yake, huyu kaka wa baba mmoja mama mmoja atachukua mali yote? Ndiye anaitwa asaba. Mtoto ndiye anaitwa asaba, baba ndiye anaitwa asaba, sijui nani hawa. Kwa hiyo kullu man ya'khudhu kulla almali, ni kila yule ambaye anachukua mali yote, inda al-infiradi, wakati anapokuwa peke yake, wa ya'khudhu al-baqi, na atachukua kitakachobakia, baada akhdhi ashabi al-furudhi furudhahum, baada ya kuchukua watu wa mafungu yao. Yule aliyepewa sudusi kachachukua fungu lake, yule aliyechukua nusu kashachukua fungu lake, yule aliyepewa robo kashachukua fungu lake. Kilichobakia ni kipi? Hichi ndio kilichobakia. Yule atakayechukua kile kitakachobakia naye anaitwa nani? Asaba.
Wa hadha at-ta'rif mashhur inda ulamai al-faraid, na taarifu hii ni mashuhuri kwa watu wa faraidh, mirathi. Qala fi manzumati ar-rahbiyya wa hukka an-nashra bit-ta'sibi bikulli qawli mujizin musibi fakullu man ahraza kulla al-mali min al-qarabati aw al-mawali au kana ma yafdhulu ba'da al-fardhi lahu fahuwa akhul al-usubati al-mufaddala. Tuishie hapa insha Allah. Hizi shairi na abyat tutakuja kuzifafanua katika darsa yetu ijayo biidhnillahi ta'ala. Na kuna mtu anaswali kwa haya tuliyosoma, na pia kwenda ubaoni, tutakuja kwenda ubaoni kumwangalia ukhtul li abi, akhu au ukhtul li ummi, pamoja na jaddatu sahiha, namna gani wanaweza kuchukua hili fungu lao la sudus. Ni hiyo darsa inayofuata. Swali.